Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi nami niweze kutoa mchango wangu kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia na kutuwezesha sisi sote kuwa humu ndani kufanya kazi ya kuwatumikia Watanzania na kuitumikia nchi yetu. Kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi za kishindo na wananchi wa nchi hii kuwa rais wa nchi yetu. Kadhalika nimpongeze Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini pia nimpongeze Waziri Mkuu kwa kupata uteuzi na kuthibitishwa na bunge letu kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vivyo hivyo niwapongeze wengine wote waliopata nafasi mbalimbali za kutumikia nchi yetu katika nyadhifa na nyanja mbalimbali ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa wananchi wenzangu wa jimbo la Korogwe Vijijini kwa kura nyingi za heshima na upendo walizonipa zilizonifanya nije kuwa mwakilishi wao humu ndani. Niwaahidi nitaifanya kazi yao kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kusonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapochangia hotuba ya Mheshimiwa Rais leo, kwanza niseme ni hotuba bora, ni hotuba nzuri, ni hotuba ambayo imebeba maono makubwa ya taifa letu, na kwa kweli nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba hii nzuri ambayo ameitoa. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba hii nzuri, sisi wote tunajua yaliyotokea tarehe 29. Mheshimiwa Rais pia ameyasema kwenye hotuba yake. Niungane na Mheshimiwa Rais na Watanzania wengine wote kutoa pole kwa wote ambao kwa namna moja au nyingine tuliguswa na matukio ya tarehe 29. Nitoe pole kwa ambao wamepoteza ndugu zao, waliopoteza mali, lakini pia kwa taharuki na uvunjifu wa amani uliokuwepo kwenye nchi yetu. Pamoja na hayo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kama taifa tunaendelea kuvuka salama na hakika tutavuka salama. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ameainisha vitu vingi ambavyo serikali ya awamu yake inakwenda kuvisimamia na kuvitekeleza ili kuongeza uchumi, lakini kuendelea kuikuza nchi yetu. Nikisema nijadili yote sitaweza, naomba nichukue jambo moja tu katika mambo yote ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema kwenye hotuba yake, nami nitoe mchango wangu na kuongeza nyama na kuendelea kushauri ili tuendelee kuijenga nchi yetu. Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania kwamba kwa miaka hii mitano inayokuja tunakwenda kukuza uchumi wa taifa letu. Ukuaji wa uchumi utaongezeka kutoka 5.6 iliyopo sasa kwenda 7%. Na hali hii ikifanikiwa, Mheshimiwa Naibu Spika, inakwenda kukuza uchumi wetu kuendelea kuwa uchumi wa kati, lakini wa kiwango cha juu. Ni matumaini yangu kwamba kwa kasi na spidi ya Mheshimiwa Rais jambo hili linawezekana. Lakini kama wabunge, Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima tuweke mchango. Tunafikaje kwenye uchumi huu wakati wa juu? Yako maeneo ambayo Mheshimiwa Rais ameainisha na hakika ni maeneo muhimu sana. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia takwimu zetu zinatokana na sensa tuliyofanya mwaka 2022, 77% ya wananchi wa taifa letu ni vijana. Na katika hao vijana asilimia 77 ni wananchi wako chini ya umri wa miaka 36. Na katika hao vijana wa miaka 15 mpaka 36 ni asilimia 34. Na katika hawa asilimia 21.7 wako kwenye shughuli au kwenye ajira kwenye sekta isiyo rasmi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni lazima kama taifa tukasimame kuchochea sekta ambazo zitakwenda kuzalisha ajira kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Naibu Spika, moja ya eneo hilo ni eneo la kwenye sekta ya kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu asilimia kubwa wa Tanzania ni wakulima. Na nchi yetu Mwenyezi Mungu amejalia tuna ardhi kubwa sana inayofaa kwa ajili ya kilimo. Kwa takwimu za FAO za mwaka 84 tuna eneo la hekta 1044 zinazofaa kwa ajili ya kilimo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo ni chini ya asilimia 35. Na moja ya sababu kubwa ni kwa sababu kilimo chetu kinategemea mvua. Mheshimiwa Naibu Spika, ili malengo ya Mheshimiwa Rais ya kukuza kilimo lakini kukuza uchumi yaweze kufanikiwa, ni lazima tukawekee nguvu kubwa na mkazo mkubwa kwenye kuchochea na kukuza kilimo cha umwagiliaji ili tuongeze ardhi inayotumiwa kwa ajili ya shughuli za kilimo. Tukifanya hivyo, maana yake tunakwenda kutengeneza uhakika wa ajira kwa vijana wetu ili vijana wetu waendelee kutoa mchango wao kwenye eneo la uchumi wa nchi yetu. Lakini eneo jingine Mheshimiwa Naibu Spika, ambalo kama nchi na Mheshimiwa Rais ameligusa, tunatakiwa tukalisimamie vizuri tusaidie kukuza uchumi wa nchi yetu kufika kwenye viwango ambavyo Mheshimiwa Rais amesema, ni eneo la utalii. Sekta ya utalii amesema Mheshimiwa Rais ana matarajio kwa miaka hii mitano itakuwa mpaka kufikia kuingiza watalii milioni 8 kwa mwaka. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaweza kama taifa kufika kwenye idadi hiyo ya watalii. Na sekta hii ni muhimu sana kwa sababu asilimia 25 ya fedha za kigeni tulitegemea kuipata kwenye sekta hii ya utalii. Mheshimiwa Naibu Spika,
Ukiangalia wako wenzetu ambao wamefanya vizuri sana kwenye sekta ya utalii, ambao hawana mazingira kama ya kwetu na hawana vivutio kama vya kwetu. Ukiangalia mfano wa eneo kama nchi kama ya Singapore. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi ya Singapore ina ukubwa wa square kilomita 721.5. Ukitaka kuilinganisha ni moja ya tatu ya kisiwa chetu cha Zanzibar chenye square kilomita 2461. Lakini takwimu za mwaka 2024, Singapore imepokea watalii milioni 16.5. Na fedha za utalii walizoingiza kutokana na utalii ni Singapore dola bilioni 22.4 sawa na trilioni 56.2 ya fedha za Kitanzania. Sisi bajeti yetu kwa mwaka huu tunatekeleza, Mheshimiwa Naibu Spika, ni trilioni 56.4. Maana yake fedha, mapato yanayotokana na utalii peke yake yangeweza kuendesha nchi yetu. Tunafanyaje tufika kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Naibu Spika? Kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais, ni lazima tukaweke mkazo kwenye miundombinu. Tuweke mkazo kwenye miundombinu kwa sababu takwimu zinaonyesha watalii wengi wanaokuja Tanzania kutoka nchi za Ulaya na nchi nyingine ni watu wazima ambao wanahitaji kwenda vizuri kwenye vivutio vyetu kutalii na kuondoka. Ni lazima tuweke mkazo kwenye miundombinu ili watalii wanapokuja wafurahie mazingira yetu na waweze kurudi tena Tanzania na mambo yaendelee kuwa mazuri. Lakini pia lazima tuweke mkazo mkubwa kwenye eneo la malazi ili watalii wanapokuja wapate huduma nzuri. Lakini kipekee liko eneo moja ambalo hatufanyi vizuri, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwenye sekta ya ukarimu. Ni lazima tukaboreshe vyuo vyetu, lakini kama nchi tuwe na mfumo wa kudhibiti ubora kwenye vyuo vinavyotoa elimu kuhusiana na mambo ya utalii ili tupate quality ambayo inatakiwa na tuweze kufanya vizuri kwenye sekta la utalii. Eneo la mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuchangia ambao naliona na mchango mkubwa kwenye kutufikisha kwenye maono na ndoto ya Mheshimiwa Rais ni sekta ya utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais ametuahidi kwamba anakwenda kuongeza nguvu na kwenda kuinua sekta ya michezo kwenye nchi yetu. Na kipekee nifurahi sana, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kututhamini na kutujali vijana. Ametuteulia viongozi vijana kwenye wizara hii, amemteua waziri kijana, amemteua naibu waziri kijana. Na mimi naamini kwa combination yao wanaweza kufanya vizuri. Na Mheshimiwa Makonda umethubutu maeneo mengi. Tunaamini hata kwenye hili unaweza kuthubutu na kwa ushirikiano na naibu waziri na wenzako wizarani mkafanya vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nchi hatujawekeza vya kutosha kwenye sekta ya michezo. Hatujashawishi sekta binafsi kuwekeza vya kutosha kwenye sekta ya michezo. Sekta hii inazalisha ajira, sekta hii inatoa burudani na kuleta utulivu na usalama kwenye nchi yetu. Nimuombe sana Mheshimiwa Waziri, niombe serikali tukawekeze nguvu zaidi kwenye eneo hili. Na hivi karibuni, Mheshimiwa Naibu Spika, tumepata bahati ya kuwa wenyeji wenza na wenzetu wa nchi jirani kwa ajili ya mashindano ya AFCON yanatarajiwa kufanyika mwakani. Mheshimiwa Naibu Spika, kiukweli tukiangalia mpaka sasa bado hatuoni amsha za maandalizi ya AFCON. Iko haja ya kufanya zaidi kwenye eneo hili, na niziombe wizara nyingine, TAMISEMI upande wa barabara, ardhi upande wa upangaji, viwanda na biashara, wenzetu wa utalii, wote kwa pamoja tuungane pamoja kutoa msukumo na kuisaidia wizara ya michezo iweze kuandaa vizuri mashindano ya AFCON. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, mwanzoni wakati naanza niliungana na Mheshimiwa Rais kutoa pole kwa Watanzania ambao kulingana na madhara ambayo tuliyapata tarehe 29. Mheshimiwa Naibu Spika, natambua ni hamu ya Watanzania, lakini hamu ya wabunge wa bunge hili kwamba kama sehemu ya wawakilishi wa wananchi tupate nafasi ya kutosha ya kutoa mchango wetu na kujadili kwa kina jambo hili lilotokea tarehe 29 Oktoba. Lakini hamu hii ya kwetu, Mheshimiwa Naibu Spika, imeshatanguliwa na busara na nia njema ya Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume ya uchunguzi ambayo inafanya kazi ya kuchunguza matukio haya. Ninajua huko mtaani na huko nje yako maoni mbalimbali kuhusu tume hii. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na aliyotukuta, lakini ukweli kwamba nchi yetu haina ombwe la uongozi. Nchi yetu ina uongozi. Tunaye rais ambaye kwa mujibu wa katiba yetu na kwa mujibu wa sheria zetu ndiye mwenye jukumu la kutoa uongozi kwenye jambo hili, na namna alioanza kutoa uongozi tumeona alivyoshughulika jambo hili kwa kuunda tume. Niwaombe waheshimiwa wabunge, niwaombe wa Tanzania, ni wakati wa kutulia, busara ituongoze, tusubiri kazi nzuri inayofanywa na tume, na taarifa ya tume ndio itupe mwelekeo wa kutoka kama taifa, tujue tunakwenda wapi katika kuendelea kuiponya nchi yetu na kuendelea kuijenga nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, nakushukuru sana, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba hii na naunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais.